بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo katika ukurasa nambari 56 wa kitabu chetu, tukianza kulisoma jina la kwanza ambalo ni marfuu. Tamam. Baada ya kuwa kule juu tumeyasoma yale majina yenye kurufaishwa ijmalan, kwa ujumla, basi na kuchambuliwa moja baada ya jingine, hivi sasa tunaingia katika kulisoma moja baada ya nyingine kwa uchambuzi zaidi na kwa i'rabu yake iliyokuwa wazi. Tamam. Anasema shababul fa'ili, huu ni mlango wa fa'il. Fa'il kwa maana mtendaji. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-fa'ilu, fa'il, huwa al-ismu al-marfu'u, ni jina lililorufaishwa, al-madhkuru, jina ambalo al-madhkuru ni chenye kutajwa, qablahu, kabla ya jina hilo, fi'luhu, kitendo chake. Tamam. Nahu, mfano kusema qama zaidun wa yaqumu amrun. Tamam. Utaona hapo zaidun ni fa'il, na kabla ya zaidi kimetajwa kitendo chake ambacho ni qama, na zaidi pia ni marfu'un. Na kwenye amrun vile vile utaona amrun hapo ni marfu'un na ndiye fa'il, lakini kabla yake kimetajwa kitendo chake. Tamam. Hakadha. Wa huwa, na huyo fa'il, ala qismaini, amegawanyika katika vigawanyo viwili. Dhahirun, kigawanyo cha kwanza ni ismu dhahir. Tamam. Dhahirun, kigawanyo cha kwanza, dhahirun, kigawanyo cha kwanza na ismu dhahir. Dhahirun kwa maana ismu dhahir, yani jina ambalo linaonekana na linamfahamisha yule mwenye kuitwa jina hilo moja kwa moja pasi na kuegemezea sifa yoyote ile. Tamam. Hakadha. Ndio akasema dhahirun, kigawanyo cha kwanza na ismu dhahir. Wa huwa ma dalla ala musammahu, wa huwa ma, nao ni jina ambalo dalla, linalomfahamisha, ala musammahu, yule anayeitwa jina hilo, bila qaidin, pasi na kumwegemezea sifa nyingine yoyote. Tamam. Ka zaidin, kama mfano wa jina la zaidi, wa rajulin, na mfano wa jina la rajulin. Tamam. Ukisema zaidi, wewe kama unamjua huyo zaidi, basi moja kwa moja utakuwa unamjua ni zaidi fulani aliyekusudiwa. Na ukisema rajulin, ni moja kwa moja inafahamika kwamba ni mtu mwenye jinsia ya kiume, hawezi kuingia mwenye jinsia ya kike, sasa, au khuntha. Tamam. Kwa hicho ni kigawanyo cha kwanza. Wa mudhmarun, na kigawanyo cha pili ni ismu ambayo ni dhamiri. Wa mudhmarun, na kigawanyo cha pili ni ismu ambayo ni dhamiri. Wa huwa ma dalla ala mutakallim, wa huwa ma, na hilo ismu ambayo ni dhamiri, ma ni ile jina ambalo, wa huwa, na hilo jina ambayo ni dhamiri, ma ni lile jina ambalo dalla ala mutakallimin, linalomfahamisha mwenye kuzungumza, au mukhatabin, au mwenye kuzungumzishwa, au ghaibin, au aliyekuwa mbali, kwa maana au mtendaji aliyekuwa mbali. Ka ana, kama kusema mimi, wa anta, na wewe, wa huwa, na yeye. Ana maana yake mimi hapa, anta maana wewe, huwa kwa maana yule aliyekuwa mbali. Tamam. Mfano wake nikisema aktubu, nikisemaje? Aktubu, ninaandika. Hapo utaona kuna kitendo tu cha aktubu, lakini pia hapo hapo kuna fa'il wake ambaye ni dhamirun mustatirun fihi. Tamam. Kwa nikisema aktubu, aktubu itakuwa ni fi'lun mudhari'un. Sasa fi'lun mudhari'un, kisha fa'il wake mbele hajatajwa, lakini anafahamika kwamba ni ana. Kwa itakuwaje? Wa fa'iluhu, na fa'il wake, dhamirun mustatirun fihi, ni ile dhamiri iliyojificha ndani ya hiyo aktubu, jawazan, taqdiruhu ana, wujuban. Tayib, wujuban taqdiruhu ana. Sawa. Faili wake atakuwa ni wafa'iluhu
dhamirun mustatirun fihi, ni dhamiri iliyojificha ndani ya hiyo aktubu. Wujuban taqdiruhu ana, ni wajib mimi kuikadiria kuwa ni ana. Tamam, hakadha. Kwa hiyo faili wake anakuwa ni dhamiru mustatir. Sawa sawa. Kwa hiyo hapo ametoa mifano, lakini baada ya hapo atatutolea mifano zaidi ya kila kigawanyo kimoja. Tamam. Basi shekhi akaanza kututolea mifano ya ismu dhahir. Akasema fadhahiru, basi fa'il ambaye ni ismu dhahir, nahu qaulika, ni mfano kusema kwako qama zaidun. Tamam. Faqama, basi qama hapo fi'l madin mabniyun ala fathin dhahirin. sawa sawa. Fi'l madin mabniyun ala fathin dhahirin fi akhiri, ni fi'l madhi mabniyun iliyojengewa ala fathin dhahirin, iliyojengewa ni juu ya fatha yenye kudhihiri, na huu ndio usahihi wake. Kuna vitabu vingine ukienda utakuta imeandika mabniyun ala alfathati aldhahirati, hili sidhani kama ni sahihi na sijajua mategemeo ya i'rabu kama hiyo yametolewa wapi, lakini usahihi wake ni ala fathin dhahirin fi akhiri. Huu ndio usahihi, i'rabu hii ndio sahihi. Lakini utakuta kuna baadhi ya vitabu hata mimi nishawahi kuviona sawa sawa vimeandikwa ala alfathati aldhahirati, hayo ni makosa. Tamam. Kwa faqama, basi qama fi'l madhin mabniyun ala fathin dhahirin, ni fi'l madhi iliyojengewa katika fatha iliyokuwa wazi, fi akhiri, mwishoni mwake. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati adh-dhahira, na zaidi ni fa'il aliyerufaishwa kwa dhamma yenye kudhihiri wazi. Tamam, hakadha. Wa yaqumu zaidun, fa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un, yaqumu hapa ni fi'lun mudhari'un, ni fi'l mudhari marfu'un iliyorufaishwa litajarrudihi, kwa sababu ya kuepukana kwake, anin nasib, kuepukana na chenye kuinasibisha, wal jazimi, na chenye kuijazimisha. Tamam. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati adh-dhahira. Tamam. Baada ya kutajia hii mifano ya awali, mifano ya mwanzo, kisha akatuwekea na i'rabu zake wazi, basi huku mbele atakuwa anafanya hivyo hivyo, anataja mfano kadhaa, akishaona kwamba ameutaja mbele hautaji tena, anataja kwa ufupi. Kwa hiyo wewe mwenyewe inabidi uchukue kile kiasi ambacho kimetanguliwa kutajwa, ukiingize kwenye mifano mingine ambayo nini anahitaja kwa ufupi. Tamam, hakadha. Anafanya hivi ili kutorejea kutorejea na kufanya kitabu kikawa ni kirefu zaidi. Tamam, hakadha. Kwa akaendelea kusema waqama az-zaidani, faqama fi'lun madhin, mbona hajaendelea kama mabniyu ala fathin dhahirin fi akhiri, kaishia fi'lun madhin. Tamam, hakadha. Kwa atakuwa anafanya hivyo akiwa anakusudia kwamba utachukua kiasi cha juu ambacho kimetangulia. Tamam, hakadha. Kwa waqama az-zaidani, faqama, basi qama hapo fi'lun madhin, waz-zaidani fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu muthanna. Az-zaidani ni fa'il aliyerufaishwa bil alif, kwa alif, niyabatan, ikiwa ni niyaba, 'an ad-dhammati, ya dhamma, li'annahu, kwa sababu huyo zaidani muthanna, ni muthanna. Tamam. Kule juu tulisomaje i'rabu ya juu kule tuliribu vipi? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu muthanna. Kwa hiyo haina shida yoyote. Sasa ile i'rabu ya juu iko sawa na hii pia iko sawa. Wan-nunu 'iwadun 'an at-tanwini fi al-ism al-mufrad. Tamam, hakadha. Wa yaqumu zaidani, fa yaqumu fi'lun mudhari'un. Ona ajaendelea kusema sio marfu'un litajarrudi. Tamam, kaishi hapo, akikusudia uchukue kiasi cha i'rabu nzima cha kule juu. Tamam, hakadha. Wazaidani fa'ilun marfu'un bil alif. Tamam, hakadha. Waqama az-zaiduna, faqama fi'lun madhi, wazaiduna fa'ilun marfu'un, ni fa'il alirufaishwa bil wawi, kwa waw, niyabatan 'an ad-dhammati, ikiwa ni niyaba hiyo waw yani ya dhamma, li'annahu jam'u mudhakkarin salim, jam'u mudhakkarin salim. Tamam, li'annahu, kwa sababu hiyo az-zaiduna jamu mudhakkar salim, ni jina lenye kuelezea wingi wa wanaume salim, wingi uliosalimika. Tamam, hakadha. Kwa hiyo utaona hapo ametumia i'rabu nyingine, sio i'rabu ile tulisoma kule juu. Tulisomaje kule?
الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم. كويو zote ziko sawa ويقوم الزيدون فيقوم فعل مضارع والزيدون فاعل. تمام. وقام الرجال فالرجال جمع تكسير فاعل قام. تمام. فالرجال بس رجال وابا جمع تكسير نجمع تكسير فاعل قام لأن فاعل وقام irabu yake inafahamika, irabu yake ni kama mufradi. Tamam. Hapo tumesoma kule juu. ويقوم الرجال فالرجال فاعل يقوم. تمام. وقامت هند فقام فعل ماض والتاء وقامت هند. Tamam. Utaona kuna kitu kimeongezeka hapo, utaona kuna kitu kimeongezeka ambacho ni tau at-tanith. Sasa anasema faqama fi'l madhi wat-ta'u, na ile ta iliyopo katika qama alamatu at-ta'nith ni alama yani ya kuashiria jinsia ya kike. Tamam. Kwa waqamat hindu, ukiona waqamat hindu basi ujue hapa huyu hindu ni nani? Ni mwanamke. Tamam. Hakadha. Kwa hindu fa'ilu wataqumu hindu fataqumu fi'lun mudhari' wa hindu fa'ilu. Hindi ni ism mufrad na irabu yake ni kama irabu ya zaidi kule juu au irabu ya amru kule juu. Tamam. Hakadha. وقامت الهندان فقام فعل ماض والتاء علامة التانيث. Mbona hapa tia jairibu kwa sababu gani? Ameshairibu hapo nyuma, kwa hiyo anategemea wewe uchukue kiasi kile kile. Tamam. وقامت الهندان فقام فعل ماض والهندان فاعل. تمام. هكذا. وتقوم الهندان فتقوم فعل ماض والهندان فاعل. وقامت الهندات فقام فعل ماض والتاء علامة التانيث الساكنة. تمام. والهندات فاعل وهو جمع مؤنث سالم. تمام. إعراب yake ni kama nini? إعراب ya اسم مفرد. تمام. maana والهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع المؤنث السالم. تمام. هكذا. وتقوم الهندات فتقوم فعل مضارع والهندات فاعل. وقامت الهنود وقامت الهنود فقام فعل ماض والهنود فاعل وهو جمع هندي. أي هنود ni jamu ya hindi. Sasa jamu taksir ni jamu taksir. وتقوم الهنود maana ile hindu hii hunud ni jamu yake taksiri, kwa ile te pale ni ile te gani? Te ya nini ambayo ni alama watau alamatu at-tanith irabu yake ndio. Tamam. Hakadha. وتقوم الهنود فتقوم فعل مضارع والهنود فاعل. وقام أخوك فقام فعل ماض وأخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. إعراب mpya unajua ulisomaje? أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع. أخو أنا قلنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. تمام. هكذا. Kwa hapa ameita irabu nyingine lakini kwa ufupi kwa sababu gani? Kule juu tayari ameshakuwekea kwa upana. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo faqama fi'l madhi wa akhu fa'il marfu' bil waw li'annahu min al-asma' al-khamsa wa huwa mudhaf wal kafu mudhaf ilayhi. Tamam. Hakadha. Wa yaqumu akhuka fa yaqumu fi'l mudhari wa akhuka fa'iluhu. Tamam. Wana ajaribu kwa sababu gani? Ashakuwekea irabu yake hapo juu. Wa qama ghulami faqama fi'l madhi wa ghulami mfano mpya hatujasoma, si ndio? Wa ghulami fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati al-munasaba. Wa ghulamu mudhafun wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilayhi mabniyun ala as-sukuni fi mahalli jarrin. Tamam. Hakadha. Anasemaje? Wa ghulami na ghulami fa'ilun marfu'un ni fa'il aliyerfaishwa bi dhammatin muqaddaratin, kwa dhamma iliyokadiriwa ala ma katika ile sehemu iliyopo kabla ya ilmutakallim, kabla ya yeye mwenye kuzungumza. Kwenye hulami kuna mimu, ile mimu tunakusudia alama katika ile sehemu iliyopo kabla ya ilmutakallim, kabla ya yeye mwenye kuzungumza. Tamam. Na yeye mwenye kuzungumza ni ile inakuja baada ya mimu.
Tamam. Anaendelea kusema man'a min dhuhuriha, kumezuia kudhihiri haraka ya dhamma, ishtighalul mahalli, kushughulika ile sehemu. Kushughulika ile sehemu. Sehemu gani? Ile mimu. Biharakati almunasaba, kwa haraka yenye kunasibiana na ya mutakallim. Tamam. Ile mimu pale kwa kuwa ni fa'ili, ilibidi mimu siingie dhamma, lakini dhamma sasa imekuwa ni yenye kukadiriwa alama katika ile sehemu iliyopo kabla ya ile mutakallim, kabla ya yeye mwenye kuzungumza. Kwa nini sasa dhamma isidhihiri? Wakasema man'a min dhuhuriha, kumezuia kudhihiri ile dhamma, ishtighalul mahalli, kushughulika ile sehemu. Sehemu gani? Ile sehemu ambayo iliyopo kabla ya yeye ya mutakallim ambayo ni mim. Biharakati almunasaba, kushughulika na ile haraka yenye kunasibiana na yeye ya mutakallim. Tamam. Yeye ya mutakallim inanasibiana na haraka gani? Inanasibiana na haraka ya kasra. Sasa kwa kuwa baada ya mimi nakuja yeye, basi haina budi kabla ya yeye itangulie kasra. Sasa kwa sababu gani? Dhamma hainasibiani na ya al-mutakallim. Tamam. Kwa hiyo ndio maana ya i'rabu yake. Wa ghulami fa'iluhu, kwa maana ghulami ni fa'il wa qama marfu'un aliyerufaishwa bi dhammatin muqaddaratin, kwa dhamma iliyokadiriwa ala ma qabla ya al-mutakallim, katika ile sehemu iliyopo kabla ya mutakallim. Man'a min dhuhuri ishtighal al-mahalli bi harakati al-munasaba. Wa ghulamu mudhafun, na ghulamu pale ni mudhafun, wa ya al-mutakallimi mudhafun ilayhi, na yeye mutakallim ni mudhafun ilayhi, mabniyun ala sukuni fi mahalli jar, iliyojengewa katika sakina kwenye sehemu gani? Ya kujurishwa. Kwa maana ilibidi pale yeye iingiwe na haraka ya jarri, kwa maana iingiwe na haraka ya kasra, lakini imejengewa katika sakina, kwa maana haibadiliki, yeye inabaki katika hali yake ile ya sakina, hata kama nini ipo katika sehemu ya jarri au sehemu ya rafu au sehemu ya nasbu. Tamam. Hakadha. Lakini kwa irabu nyingine wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun, ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. تمام. unaweza kutumia nini i'rabu hiyo, sababu gani? Mudhafun ilayhi. Tamam. Hakadha. ويقوم غلامي, فيقوم فعل مضارع وغلامي فاعل. Utaona hapa ajaribu tena غلامي kwa sababu gani? Amesha kuwekea i'rabu yake. Wama ashbaha dhalika, na mifano mingine yenye kufanana na mifano hii. Tamam. Wa jumlatu ma dhakarahu, na jumla ma, wa jumla ma, na jumla ya kile ambacho, wa jumlatu ma. Tamam. Hakadha. Wa jumlatu ma, na jumla ya kile ambacho dhakarahu, alichokitaja mtunzi 20 mithalan, mifano 20. 20 mithalan, ni mifano mingapi? 20. 10 ma'a al-madhi, 10 mifano 10. Sasa mifano 10 ya fa'il ma'a al-madhi, ameitaja pamoja na kitendo cha madhi. Sasa wa 10 na mifano 10 mingine ya fa'il ma'a al-mudhari'i, ameitaja pamoja na kitendo cha mudhari'i. Tamam. Wa kulluha ma'a adh-dhahiri, na mifano yote hiyo ameitaja pamoja na nini? Pamoja na fa'il ambaye ni ismu adh-dhahir. Na wewe mwenyewe kweli umeona pale katika kila mfano fa'il jina lake limedhihiri. Utaona kama akhuka, qama al-hunud, qama ghulam. Tamam. Hakadha. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana, wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa.